Wakenya waliojitokeza kwenye kikao cha umma kuhusu nia ya serikali kuuza 15% ya hisa kwenye kampuni ya Safaricom wamepinga mpango huo. Kikao hicho katika kaunti ya Kiambu kikishuhudia maswali mazito kuhusu malengo ya serikali kuuza hisa hizo kwa kampuni ya Vodacom. Wakazi wa Kiambu walijitokeza kuchangia mjadala kuhusu uuzaji wa 15% za hisa za serikali katika kampuni ya Safaricom zinazogharimu zaidi ya shilingi bilioni 200. All your comments. Maswala kadhaa yakiibuka. Kesho tuamke tuone 100 billion cannot be seen and we can't do nothing about it. In the past history, no foreigner would have owned a quoted company more than 40%. Today, instead of releasing that stake to us, we buy. Wale waliunga mkono uuzaji wa hisa za serikali kwa kampuni ya Vodacom walisema ni sharti shughuli hiyo ifuate mikakati iliyopo. Can we consider selling this to local Kenyans? Is that an option? The government could have sold to the public, but the risk in that, as I know, as an accountant, either the price will go up or the price will go down. What percentage of that 204 billion shillings are you going to give to the education sector? Aidha, wakazi hao wa Kiambu walitaka kamati ya bunge la kitaifa kuhusu fedha ambayo inaandaa shughuli ya kuchukua maoni itekeleze majukumu yake bila kuegemea upande wowote. You people should be representing us, the public. But when I hear you, I'm confused. Are we talking to the treasury people? Are we talking to Vodacom people? Are we talking to the board of Safaricom? Who are you exactly representing? Kamati hiyo ya bunge inaendeleza shughuli hiyo katika kaunti 30 kabla ya kuandaa ripoti yake kuhusu pendekezo hilo la serikali kuhusu uuzaji wa hisa za kampuni ya Safaricom. Huku serikali ikisisitiza kwamba uuzaji wa hisa katika kampuni ya Safaricom ni mojawapo wa barabara za kuboresha uchumi wa taifa, Wakenya wanaendelea kutoa maoni yao kwa kamati ya bunge kuhusu fedha. Seth Olale, runinga ya Citizen katika kaunti ya Kiambu.